Ndugu zangu, nimefurahi sana kwanza kuona kauli mbiu ya kongamano hili. Tumeandaa kongamano zuri kuhusiana na uchaguzi, kuhimiza masuala ya amani, lakini pia vile kuhimiza masuala ya umuhimu wa dua tunavyoendelea kuishi katika maisha yetu. Lakini zaidi sana yako maneno yale ya jitambue, badilika, acha mazoea. Ni maneno machache lakini yenye msingi na maana kubwa sana, na kwenye hilo kwa kweli nawapongeza sana. Niwashukuru kwa kujitokeza kwa wingi. Mmeweza kumpa heshima kubwa shehe wetu wa wilaya, lakini zaidi sana mwakilishi wa mufti ambaye amekuja leo hapa na viongozi wengine wote. Tuna hakika ndugu zangu, tunapoliendea jambo letu kubwa la uchaguzi, nipende kuhakikishia tunaamini uchaguzi utakuwa wa wazi, utakuwa huru, lakini pia utafanyika kwa haki. Niendelee kuchukua nafasi hii kuwaomba sana waumini, na haswa nyinyi kwa kuwa ni viongozi wa dini ya Kiislamu, tuendelee kuhamasisha watu wetu. Tuendelee kuwaomba wajitokeze kwa wingi ili waweze kutumia haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura, ili waweze kuchagua viongozi tunaowataka kila mmoja wetu. Wamesema hapa, tumesikiliza mawaidha. Unaweza ukalalamika hujapata kiongozi unayemtaka, lakini kumbe hujatimiza wajibu wako kwa kujitokeza na kutimiza wajibu wako wa kupiga kura kwa kiongozi unayemtaka. Na tumesikia vizuri sana hapa vigezo na sifa za viongozi wanaohitajika katika jimbo la Kibamba. Takbir. Kwa kujitokeza kwetu ndugu zangu, tutakuwa tumetimiza wajibu wetu kuamua mustakabali mzuri na muafaka wa taifa letu. Nyinyi kama viongozi mnayo nafasi kubwa sana na mchango mkubwa katika kudumisha amani, katika kudumisha na kuendeleza utulivu wa taifa letu. Ndugu zangu, mshikamano wa kidini ndio nguzo ya kipekee itakayoendelea kutusaidia kuimarisha utulivu wa taifa letu, na haswa katika kipindi hiki tunachokiendea cha uchaguzi mkuu. Ni vema tukaendelea kushirikiana. Ni vema sote tukaendelea kuhubiri na kudumisha mshikamano. Lakini ni vema sote tukaendelea kuhamasisha waumini wetu na wananchi wenzetu wajitahidi kuepusha vitendo vinavyoweza kuharibu au kupoteza amani hii tulionayo. Takbir. Mwisho kabisa, kama ambavyo nilijitambulisha, ni mgombea pia. Niwaahidi, endapo mtanipa ridhaa kuweza kuliongoza jimbo la Kibamba, sitawaangusha. Tumemsikia mkuu wetu wa wilaya ameongelea masuala ya malezi na makuzi na masuala mengine mengi ya maendeleo na maslahi ya jimbo letu la Kibamba. Niwaahidi kwa zile changamoto mbalimbali za kijamii katika maeneo yetu, katika ngazi ya jimbo tutazitatua. Pamoja na kwamba tuko katika mhadhara wa kidini, tunajua huko tunakokaa changamoto za maji. Tunajua tuna changamoto za barabara za ndani na miundombinu mingine. Tunajua tuna changamoto ya masuala mengine ya ulinzi na kiusalama. Tunajua tuna changamoto za watu wetu wenye mahitaji maalum, wakiwepo watu wenye ulemavu. Na kwenye eneo hili nitapambana kuhakikisha katika jimbo letu la Kibamba tunapata shule maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Wazazi wamekuwa wakihangaika sana. Wengine wamekuwa wakihangaika, hawawezi kujitokeza kufanya kazi kwa sababu lazima walee watoto wale wenye mahitaji maalum. Yako mengi ndugu zangu tutakayoyafanya kwa upande wa biashara, kukuza ujasiriamali na mengine mengi, upande wa elimu na afya na mengine mengi katika jamii zetu. Itoshe tu kusema kwamba niwakaribishe katika mikutano yetu mbalimbali, muweze kusikiliza sera na maendeleo na yale ambayo nimeyapanga kama vipaumbele vyangu kama mgombea, lakini pia kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi.